Na wanawake na viongozi wa vijana kutoka familia za pwani ya Kenya wamefurahia kujumuishwa kwao katika shirikisho jipya la Umwenga Wehu, wakielezea kuwa hatua muhimu ya kuwa na umoja na maendeleo jumuishi kati ya jamii ya Wamijikenda. Na shirikisho hilo lililozinduliwa tarehe 26 mwezi Disemba mwaka 2025 linaangazia jamii zote 9 za Mijikenda: Giriama, Chonyi, Kauma, Kambe, Digo, Ribe, Rabai, Duruma na Jibane, likilenga kuendeleza maslahi ya kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa pamoja katika eneo la Pwani. Viongozi wanasema ujumuishaji huu unatoa jukwaa ambalo limekuwa likikosekana kwa muda mrefu kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika uongozi na juhudi za maendeleo. The women of course have dreams, na ni haki na ni vyema ya kwamba tu support hizi dreams ziweze kufanikiwa. Kwa sasa hivi hatujaona mafanikio hayo, ni kwa sababu kuna watu ambao ni kama wamejifanya ni gatekeepers for the community, ilhali wanajitafutia wenyewe nafsi zao na watu wao. Hili vuguvugu ambalo limekuja hapa si la kuangazia upande wa siasa peke yake ama kuangazia masuala ya siasa, ni kuangazia masuala yote ya development, kuangalia masuala ya social and economic empowerment. Ukiangalia Mijikenda ni jambo gani hasa ambalo anatajwa nalo? Upande huu wetu wa pwani tuko na mnazi, lakini ukiangalia mnazi haujaweza kusambaa ndani ya hii Kenya. Sisi kwa sisi tumeanza kupingana, wengine wakitaka pia waapishwe kuwa wanataka kuwa wasemaji wa Mijikenda. Hatuwezi tukawa na wasemaji wa Mijikenda wawili ama watatu. Msemaji ni lazima awe mmoja, kwa sababu wa Mijikenda tunapoungana, hiyo sasa naambiwa ni mambo ya kisiasa, tunapoungana watu wanaona kuwa hawa wako nyuma, wanataka kuendorse mwanasiasa fulani.